vyama zaidi ya 10 na tumeshikana pamoja na tukaamua tuinue sauti yetu kama vyama, sababu hata ukiwa kwa muungano wa chama bado unakuwa na ile sauti yako kama chama. Sisi vyama ambao tumekusanyika hapa leo tuko na masuala kadhaa kuhusu vile usimamizi wa Azimio umekuwa unaendelea. Na sisi kwanza tumesema kwanza tukumbuke vile chama kimeongozwa vizuri, kimeanzishwa vizuri toka mwaka wa 2022 mwezi wa March tarehe 12, ambao vyama 26 ziliungana kutengeneza huu muungano wa Azimio. Baada ya uchaguzi tunajua kuna zile vyama ambazo ziliondoka, lakini kuna zile vyama ambao tumeshikana pamoja, tumekaa katika huu muungano wa Azimio. Na sasa tunapoelekea kuwania uchaguzi wa 2027, tumeamua sisi kama chama, kama vyama ambao tumebaki katika Azimio, tushikane pamoja na tuongee kwa kauli moja. Na kauli letu la kwanza ni kukashifu matamshi ya kiongozi mmoja wa Azimio ambaye anaitwa Mheshimiwa Junet Mohamed. Sisi kama vyama ambao tumebaki katika Azimio tumetoa warning, tumetoa resignation notice ya Mheshimiwa Junet Mohamed. Tumempatia 48 hours ajiuzulu kutoka uongozi wa Azimio, na asipofanya hivyo sisi kama vyama tutachukua hatua ya kisheria kuhakikisha kuwa ametoka. Na hii ni kwa sababu ya mambo mawili. Kwanza ni vile amemkosea heshima patron wa Azimio, Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta, ambaye aliongoza hii nchi na akaiacha nchi kwa amani, akafanya kazi yake kama rais na akamaliza kama rais, na bado anabaki kuwa patron wa Azimio. Kwa hivyo tukiona mmoja wetu ambaye anajidai kuwa ni kiongozi wa Azimio anasimama na kumwongelea vibaya patron wetu bila kukaa na sisi na kuongea na sisi, tunasema huyo hafai kuwa katika uongozi wa Azimio. Kwa hivyo sisi kama chama, kama vyama, tumesema tunampatia Mheshimiwa Junet Mohamed 48 hours ajitoe katika maongozi yote ya Azimio. Pili, tunataka kumshukuru aliyetuacha Mheshimiwa Raila Odinga. Ametuonyesha mfano mzuri wa demokrasia, multi-party democracy. Na sisi ambao tumebaki tumesema tutaendelea kushikilia demokrasia ya vyama vingi katika hii nchi, na Azimio ndio inafaa kuonyesha mfano mzuri zaidi, sababu sisi ndio tunajulikana kwa parliament kama the official opposition. Sisi ndio majority katika parliament. Kwa hivyo simply because mtu mmoja amejiunga na serikali haimaanishi Azimio imekufa kama chama cha wengi. Kwa hivyo bado sisi kama chama tutashikana pamoja na tutapanga vizuri vile uchaguzi wa 2027 utafanyika. Kwa hivyo kauli yetu ya tatu kama vyama ni kumwagiza sasa patron wetu ambaye tuko naye, ambaye ni Mheshimiwa the former president Uhuru Muigai Kenyatta. Yeye kama patron sasa atuite sote kama vyama vya Azimio, atuite sote tuwe na uchaguzi mpya, tuchague kiongozi mpya, na wale ambao wako hapo ambao wanatusaliti sisi kama vyama na kama Azimio, sisi tuko na nafasi sasa ya kuwaondoa. Tutakaa sisi wote kama vyama tuchaguane upya, tuamue nani ataongoza Azimio tunapojitayarisha kwa uchaguzi wa 2027. Vyama tuko tayari, tuko na watu wetu nyuma yetu. Everybody here, kila mtu ambaye anakaa hapa anawakilisha chama chake na ana watu ambao wanamfuata, ambao wako tayari kwa uchaguzi wa 2027. Na sisi kama vyama ndio tutakaa tuamue kama Azimio tutaegemea wapi, tutakuwa na presidential candidate gani, tutakuwa kwa mrengo gani, tutakuwa kwa upinzani, tutakuwa kwa serikali. Sisi wenyewe kama vyama ndio tutakaa tuamue. Chama kimoja kikitoka kiungane na serikali haimaanishi kuwa Azimio imeingia kwa serikali. La, Azimio bado inabaki katika upinzani. Tunajulikana hivyo na Registrar of Political Parties, na tuna vyama ambao tunasimama
tuko tayari kwa uchaguzi wa 2027. Asanteni.